Asante sana mpenzi mtazamaji wa Mwakenya TV mahali popote ulipo, hujambo. Karibu katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa ili nikueleze vile mambo yalivyo humu nchini, kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Ninaomba msamaha kwa sababu nimeleta hii kanda kwa njia ya audio, bado sijafika kwa studio. Nikifika nitakuwa naonekana kwa picha, lakini hiyo haimaanishi hatuendelee kufahamisha yale ambayo yanaendelea haswa katika sekta ya siasa katika taifa letu la Kenya. Ikulu ya Kenya imeweza kutingishwa baada ya Rais William Ruto kutumiwa habari mbaya. Ni kipi hiki ambacho ametumiwa? Nitakueleza kwa undani, lakini kabla nizame kwa undani, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo. Mzidi kufunguliwa milango ya mibaraka na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi kwa unyenyekevu tu na heshima kubwa. Ikiwa unatazama na kuomba tu ukaweze kutupea like katika kanda hii, na ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza, umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Mwakenya TV, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed. Na kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mwakenya TV, maana utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwamba Mwakenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Asante sana kwa kutii ombi langu, karibu nikufahamishe zaidi. Tarehe mosi ama ukipenda tarehe moja mwezi wa 4 mwaka huu 2025, Rais William Ruto amepanga kuanza ziara yake rasmi katika eneo la Mlima Kenya. Hii ni baada ya mkutano kufanyika Ikulu na baadhi ya viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya na kuafikiana kwamba kuanzia tarehe moja mwezi wa 4 Rais William Ruto ataanzisha ziara yake rasmi katika eneo la Mlima Kenya. Ikumbuke kwamba hii ziara ni ya kwanza tangu aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kung'atuliwa mamlakani, na hatujaona Rais William Ruto akikuwa na ziara yoyote ile katika eneo la Mlima Kenya. Na tunafahamishwa kwamba Rais William Ruto anaenda kuanzisha miradi ya maendeleo na kuhakikisha ya kwamba maendeleo ama miradi ile ambayo tayari ilikuwa imeanzishwa imekamilika. Na huenda Rais William Ruto apate nafasi ya kueleza kwa nini Rigathi Gachagua aliweza kung'atuliwa mamlakani. Sasa habari ambayo imetufikia katika meza yetu ya habari ni kwamba Rais William Ruto ameweza kuonywa na mbunge wa eneo bunge wakilishi la Gatanga kwa jina Edward Muriu. Ni kipi hiki ambacho ameandika? Mbunge huyu Edward Muriu katika mtandao wake wa X, ukipenda Twitter, vile tumekuwa tukizoea Twitter aliweza kumwonya Rais William Ruto kwamba katika ziara yake ambayo anaenda kuifanya katika eneo la Mlima Kenya, lazima ajitenge na swala la kuzungumzia Rigathi Gachagua ikiwa anataka tu ziara yake ikaweze kukamilika ikiwa na amani, pasipokuwa na shida yoyote. Kwa sababu wale wananchi kutoka eneo la Mlima Kenya wanaamini kwamba mtoto wao aliweza kusalitiwa baada ya kung'atuliwa mamlakani. Na aliandika katika mtandao wake wa X akasema ya kwamba kufikia sasa hivi umaarufu wa Rais William Ruto umedidimia, na kusema ya kwamba amepoteza 49% ya kura zile ambazo alizopata katika uchaguzi uliopita wa mwaka 2022. Na amesema ya kwamba Ruto akienda kule azizungumzie jina la Rigathi Gachagua. Number 2, asiongee juu ya kazi kwa vijana. Number 3, Ruto ajitenge na kuzungumzia kazi ambayo vijana watapata katika mataifa mengine wala sio Kenya. Now, I want to put this into perspective so that we can understand why Gatanga Member of Parliament Edward Muriu decided to send a warning to the head of state using X account. 1. Vile inaonekana matamshi haya ambayo aliweza kuyaandika katika mtandao wa X yanamaanisha nini? Point number 1. Watu wa eneo la Mlima Kenya
wanaamini kufikia sasa kwamba Rigathi Gachagua aliweza kusalitiwa kisiasa. Mwaka uliopita, mwaka wa 2024 mwezi wa 10, Rigathi Gachagua alianza safari yake ya kuondoka afisini kama naibu rais iliweza kuanzishwa, kisha baadaye akang'atuliwa kupitia bunge la kitaifa na bunge lile la seneti. Lakini watu wa Mlima Kenya wanaamini kwamba mtoto wao aliweza kusalitiwa. Ndio maana mbunge huyu Edward Muriu ameweza kumweleza peupe rais kutozungumzia mambo ya Gachagua, kwa sababu punde tu atakapoanza kuzungumzia jina la Rigathi Gachagua, huenda watu wa Mlima Kenya wakasirike naye, kwa sababu wanaamini anasalitiwa. Kumaanisha Gachagua is still Mount Kenya kingpin, whether you like it or not. Na katika mazungumzo ya Rigathi Gachagua amekuwa akisema is going to sacrifice to make sure President William Ruto is a one-term president. Na amesema ya kwamba kufikia sasa muungano ule ambao unaenda kuundwa 2027 utakuwa na mtetemeko mkali kuhakikisha ya kwamba Kenya imepata mabadiliko makubwa haswa ya kisiasa. Namba 2, matamshi ya Edward Muriu yanamaanisha kwamba Ruto akizuru ama akianzisha ziara yake rasmi katika eneo la Mlima Kenya, iwe ni ziara ya maendeleo wala sio ziara ya kutoa ahadi za kutenga kila wakati. Kwa nini nasema hivyo? Ahadi ni nyingi ambazo zimekuwa zikitolewa haswa katika maeneo mbalimbali humu nchini na hata katika eneo la Mlima Kenya, zingine bado kushughulikiwa kufikia sasa. Unajua, wakati wa kampeni wa 2022 niliona mrengo wa Kenya Kwanza uliweza kutoa ahadi kwamba vile wabunge wanatengewa hela milioni 100 kila mwaka katika hazina ya CDF, hivyo ndivyo mrengo huo ukichukua uongozi utakuwa unatenga milioni 150 kwa kina mama mboga, kuhakikisha ya kwamba biashara zao zinaenda kunoga zaidi. Lakini kufikia sasa hamna. Bodaboda waliweza kutolewa ahadi na vijana wengine mahasla kwamba watakuwa katika serikali ikiwa mrengo huo ungechukua uongozi. Lakini baada ya kutangazwa kuwa washindi, hustlers hawajaonekana mahali popote, ila tu tunaona Raila Odinga, kiongozi wa chama cha ODM, akiwa Ikulu. Ile mitego ambayo Gachagua aliweka kila mahali. Raila Odinga aliweza kutegua, na sasa yeye ndiye anaonekana Ikulu. Sasa inamaanisha kwamba mahasla bado kukumbukwa vile ahadi zile ambazo zilikuwa zinatolewa katika eneo la Mlima Kenya. Kwa hivyo Edward Muriu anasema ya kwamba Ruto akienda kule ahakikisha ya kwamba maendeleo yamefanywa, ukarabati wa barabara, wakulima waweze kushughulikiwa, wa majani, chai na wa kahawa, zile hela ambazo ni za ziada bonus iwe inawafaidi. Lakini huenda aeleze ni kipi kilisababisha wakatengana na Rigathi Gachagua. So onyo hii inamaanisha ya kwamba unajua, ukiwa Ikulu kama head of state, ukiwa rais, hakuna yeyote anakuzuia kutotembea maeneo mbalimbali katika taifa hilo. Sasa hivi kulingana na katiba ambayo iliweza kupitishwa na Wakenya mwaka 2010, sasa hivi Rais William Ruto, whether you like it or not, is our president to 2027. Na lazima akabidhiwe heshima zake kama rais, na hakuna eneo ambalo anaweza tenga aseme hapa siendi. Ndio maana ameamua kutembea eneo la Mlima Kenya kwa mara ya kwanza
baada ya rafiki yake kwa kina kumng'atua mamlakani, ambaye ni Rigathi Gachagua, ambaye amekuwa akitembea akisema ya kwamba aliweza kung'atuliwa mamlakani kwa sababu ya ukabila na masuala mengine ambayo ya kutouza sera za serikali. What do you think? Kwa mtazamo wako kama mpenzi mtazamaji wa mtandao wetu wa Kenya TV, ziara ya Rais William Ruto Mlima Kenya itazaa matunda? Niandikie katika sehemu ya maoni na nitakuwa napitia moja kwa moja. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza, mmekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Kenya TV, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribe. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele, na nia ya kubonyeza kengele ni kukabidhiwa notification ya kufahamisha kwamba Kenya TV ameweka kanda pindi tu tunapoweka kanda yoyote ile katika mtandao wetu wa Kenya TV, utakuwa unafahamishwa kupitia notification. Na sabaza hii kanda kwa 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook, ili tuendelee kujulisha wengi zaidi. Na usisahau kutupea like. Ladies and gentlemen, be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye for now.